Bwana mtazamaji wa FJTV, na tumaini mzima kabisa. Ni swala la kombe la dunia, na moja ya vitu ambavyo vinaongelewa kwa sasa ni timu 8 ambazo zimesalia katika mashindano haya kwa mwaka 2026. Nikukaribisha mtazamaji wa FJTV. Mimi ni Neema Kayugwa, nitakuwa na Joseph Chacha katika upande wa uchambuzi. Yeye atatujuza tathmini yake baada ya timu zote kuondolewa na kusalia timu 8. Kati ya hizo 8, moja ikiwa ni timu ya Afrika ambao ni Morocco. Kuwa nami mwanzo hadi tamati ya kipindi hichi. Kombe la dunia bwana limekuwa na vituko vingi sana. Naweza kusema hivyo Joseph Chacha, kwa sababu baada ya jana Misri kupoteza kwa mabao 3-2, mabao ambayo ya Argentina yalianza kufungwa kwenye dakika za 70 na kuelekea 80. Watu wengi wameongelea matukio yaliyofanyika. Kwako kwanza, tuachane na matokeo yaliyotokea uwanjani. Tuangalie kile ambacho Misri walinyimwa mbele ya Argentina. Ni uwezo? Kwa sababu kama uwezo tuliona Misri walikuwa nao, Argentina walikuwa nao. Kipi kilitokea siku ya jana mpaka Misri akaweza kupoteza na kuondolewa kwenye mashindano, na hivi sasa tunaongea imesalia timu moja tu kwenye kombe la dunia kwa upande wa Afrika? Kwanza kabisa kila ambacho kilitokea siku ya jana, tukiangalia historically, kwa ni mchezo ambao ulikuwa unahitaji quality sana, lakini ulikuwa unahitaji sometime moment kwa ajili ya kuamua mchezo. Misri waliingia wakiwa wako na mentality ya kucompete na kuhakikisha kwamba wanatumia moment chache ambazo wanazipata ili kuwasili mchezo, na walifanya hivyo. Kadha walikuwa wakidefend, lakini walikuwa wakichagua moment mojawapo za kushambulia, kwa attack, kwa counter attack kwa ajili ya kusukuma goli. Waliperform hivyo first half, wanapata goli kupitia kwa beki wao. Misri tayari ameshaga mashindano, lakini stories zimekuwa ni nyingi sana baada ya kuondolewa. Hatima ya Mo Salah tumeona imefika tamati kwa upande wa kombe la dunia. Ukiangalia mpaka sasa miaka 39 kwake yeye, ni kama tayari ameshaaga kombe la dunia. Kwa kombe la dunia linalofuata sidhani kama atakuwepo. Neno moja kwa Mo Salah na mafanikio ambayo ameyapata akiwa na timu ya taifa ya Misri pamoja na klabu yake ya Liverpool. Mo Salah ni mchezaji mzuri, kwa hiyo sisi kama wana michezo tumefurahia career yake na bado tutaendelea kufurahia, kwa sababu hata kama hili ni kombe lake la mwisho la World Cup, tuna expect kumuona kwenye ligi nyingine kwa ajili ya kumalizia career yake. Kwa hiyo ni mchezaji mzuri, lakini sisi kama Waafrika tuna expect next World Cup, hata kama hatakuwa mchezaji, basi awe sehemu ya kikosi cha Egypt kwenye bench, aweze kuwapa support, morale, kuonyesha vijana sehemu ambayo wanaweza compete sasa ili waweze kucompete vizuri. Kwa hiyo neno moja kwa Mo Salah, ni mchezaji mzuri ambao sisi kama mashabiki, sisi kama wanamichezo tuna entertain kile ambacho anakifanya, na tuna expect kumuona katika ligi bora zaidi hapa ulimwenguni akiendelea kusakata kabumbu. Kesho majira ya saa 5 usiku kwa saa za Afrika Mashariki, France pamoja na Morocco wanaenda kufungua hatua ya robo finali. Timu pekee kutoka Afrika ambayo imesalia ndani ya kombe la dunia. Si ajabu kwa sababu walishafanya hivyo kwa mwaka 2022. Hatua ya nusu finali waliishia, lakini robo finali walicheza na Ureno mwaka uliopita, msimu uliopita, na wakafanikiwa kumtoa Ureno ambaye ana Vitinha, Ureno ambaye ana Ronaldo, Ureno ambaye alikuwa na Bruno Fernandes, alikuwa na mastaa wengi ambao tuseme kiwalisia timu ilikuwa ni bora na walifanikiwa kuitoa. Kesho wanakutana na France ambayo bado inaangaliwa kwa ukubwa. Tuseme mwana finali mwa msimu uliopita. Mbele ya Argentina alipoteza. Ni mchezo wa aina gani? Na ukizungumzia hapo nataka nisikie pia Morocco ni aina gani ya timu ya Afrika ambayo mpaka sasa imeonesha mabavu na inaendelea kuonesha usta wake ndani ya kombe la dunia. Ni mchezo ambao utakuwa ni ngumu, lakini mchezo ambao utakuwa ni mzuri kwa sababu zinakutana timu ambazo zina possess mpira, lakini kutana timu ambazo na score magoli, zinakutana timu ambazo zina quality wachezaji wote. Najua Morocco kama ni timu ambayo inatoka Afrika, lakini squad yake ukiangalia ni wachezaji wengi ambao kihalisia kiathiria wamezaliwa Europe, lakini kwa sababu ya uraia, kuna mmoja labda mama yake alikuwa ni Morocco, kwa wamechagua sehemu sahihi kama ni Morocco. Lakini ukiangalia hata ligi ambazo wanacheza Hispania, wanacheza Ufaransa, Uingereza. Kwa hiyo ni timu mechi ambayo inakutanisha timu bora kutoka Europe, lakini pia na timu bora kutoka Afrika. Tunategemea kuona competition
kubwa sana, kwa sababu France ni finalist wa kombe lililopita, lakini Morocco anataka kuvunja record. World Cup iliyopita walifika nusu finali, sasa wanataka kufika finali kabisa na kuchukua kikombe, kuweka historia ya timu ya Afrika kuchukua kombe la dunia. Lakini ukiangalia quality ambayo amekuwa na France mpaka sasa, ukiangalia katika michezo yote ambayo imechezwa toka tumelianza kombe la dunia, ukiweka rating timu bora mpaka sasa kwenye World Cup ni France kwa performance ambayo imeonyesha. Kwa hiyo tutegemee kuona mchezo mzuri, kwa sababu Morocco hawatakubali kirahisi kufungwa na France, lakini na France nao wanahitaji kupata kombe. Ukiangalia mastaa ambao wako pale wana ndoto ya kuchukua Ballon d'Or, na ili uchukue Ballon d'Or, kipimo ambacho kitakuwa ni mojawapo vipimo ambavyo vitapimwa ni mshindi wa kombe la dunia. Kwa hiyo mchezo ambao utakuwa ni mzuri. Kila la heri Morocco, ingawa wanatukataa sisi kama sio Afrika, lakini sisi bado tuko nao kwa sababu wana belong kwenye ardhi ya Kiafrika. Kwa hiyo tuko nao, tutasupport na tutaangalia kile ambacho kinaenda kutokea. Bwana, yapo mengi ambayo tulitamani kukujuza hasa kuhusiana na Morocco, kombe la dunia kwa ujumla, lakini hapa tunaweka nukta. Tukutane tena kesho na endelea kufuatilia FJTV. Ulikuwa nami Neema Kayugwa niliyekuongozea kipindi hichi, lakini Joseph Chacha alikuwa kwa ajili ya kukujuza yale yote ambayo yametokea jana na hatima ya Morocco kuendelea kusalia ndani ya kombe la dunia. Hadi wakati mwingine, bye bye.